254. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza amepata pigo baada ya mahakama kuu kudumisha uamuzi wa bunge la seneti wa kumfurusha madarakani. Gavana Mwangaza alielekea mahakamani kupiga uamuzi huo akidai seneti haikufuata utaratibu unaofaa katika kumfurusha. Hata hivyo, Jaji Bahati Mwamuja leo Ijumaa asubuhi amepuuzilia mbali madai ya gavana huyo wa Meru akisema seneti haikukosea abadan katika kumtema. Maseneta wengi walipiga kura kuidhinisha mashtaka yaliyowasilishwa na bunge la kaunti ya Meru la kutaka gavana huyo abanduliwe madarakani. Mashtaka hayo yalijumuisha matumizi mabaya ya mamlaka na ubadhirifu wa rasilimali za kaunti. Tangu kuteuliwa kwake, Gavana Mwangaza amekuwa akilumbana na wawakilishi wadi na viongozi wengine wa kaunti ya Meru katika kile ambacho gavana huyo amesema kimetokana na mfumo wa ubaba dume uliokithiri katika kaunti hiyo. Kuna uwezekano wa Gavana Mwangaza kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Na tukiachana na hayo, hebu tuzamie katika habari ya kutatanisha. Watu 14 wameuawa mapema leo Ijumaa kwenye ajali ya barabarani iliyotokea katika eneo la Migaa Molo kwenye barabara kuu ya Nakuru Eldoret majira ya saa 9 alfajiri. Ajali hiyo ilihusisha gari la Kitale Shuttle la abiria 11 lililokuwa likielekea Nairobi kutoka Kitale na trela la kubeba mizigo ambapo pia lilikuwa njiani kwenda Nairobi. Kulingana na ripoti ya naibu kamanda wa Molo Timon Odingo, dereva wa lori hilo la kubeba shehena ya kontena alipoteza mwelekeo na kugonga gari la abiria, huku abiria wote 12 kwenye matatu hiyo wakifariki papo hapo. Watu wengine 2 waliokuwa kwenye lori akiwemo dereva pia waliangamia. Waliofariki ni pamoja na wanaume 9, wanawake 4 na mtoto 1. Inaaminika trela hiyo iligonga matatu hiyo na kuiburura kwa muda na kusababisha watu wote waliokuwa kwenye magari hayo mawili kukwama ndani. Mili ya walioaga dunia imepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti. Shirika la Msalaba Mwekundu limefungua kituo cha kutoa ushauri na saha kwa familia za waliofariki. Eneo la Migaa linaaminika kuwa hatari na ajali nyingi hutokea hapo mara kwa mara. Kimataifa. Mvutano kati ya Kenya na Sudan bado unaendelea kutokota, hasa baada ya wanamgambo wa RSF kutangaza wapo mji wa Nairobi. Katika mtafaruku huu, serikali ya kijeshi ya Sudan imemtaguza balozi wake nchini Kenya kwa kulalamikia uamuzi wa Nairobi kuwakubalia wanamgambo wa RSF pamoja na vikundi vinavyoshirikiana nao kuanzisha mkataba wa kisiasa unaolenga kuunda serikali mbadala katika maeneo yanayodhibitiwa na kundi hilo. Haya yanajiri kukiwa na sintofahamu iwapo RSF wataendelea na mkutano wake leo baada ya kuahirisha vikao na wanahabari Alhamisi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Sudan, Wizara ya mambo ya nje ya Sudan ilisema kuwa imemuita Balozi Kamal Jabara kwa mashauriano kutoka malalamiko kuhusu hatua ya Kenya ya kuwa mwenyeji wa wanamgambo hao. Sudan inalaumu Kenya kwa kudai kuwa imekiuka majukumu yake ya kimataifa kwa kuwapokea viongozi wa RSF, akisema kuwa hii ni hatua inayosababisha mgawanyiko mkubwa katika mchakato wa kisiasa wa kanda hiyo. Serikali ya Kenya ilijibu kwa kujitetea ikisema kuwa ilitoa tu jukwaa la kimsingi kwa ajili ya mazungumzo, ikifuatia utamaduni wake wa muda mrefu wa kusaidia mazungumzo na majadiliano ya amani katika muktadha wa kisiasa wa Afrika ya Mashariki. Hata hivyo, Sudan iliongeza lawama yake kwa kusema kuwa Kenya imekuwa ikitoa msaada wa vifaa vya rasilimali kwa RSF, na kilele kikiwa kuwapa fursa ya kutia saini mkataba wanaotaja utagawanya nchi. Pia Sudan ilidai kuwa Kenya ni sehemu ya njama ya kuunda serikali mbadala na kumkosoa vikali Rais William Ruto kwa kutilia mkazo maslahi yake binafsi na ya kibiashara ya kiongozi wa RSF Jenerali Mohamed Ahmad Dagalo badala ya kuzingatia uhusiano wa kihistoria wa Sudan na Kenya ambapo unahusisha ushirikiano wa muda mrefu.
Hii ni mara ya pili mwaka huu ambapo Sudan imemtagua balozi wake nchini Kenya kutokana na uhusiano wa nchi hiyo na Jenerali Dagalo. Mnamo mwezi Januari, Sudan ilikosoa rasmi hatua ya Kenya kumpokea kiongozi huyo wa RSF kwa heshima ya kitaifa. Na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha.